Tena msalipo. Msikue kama wanafiki. Msikue kama wanafiki. Wanafiki wanafanyaga aje? Wanafanya nini? Hiyo ndio sasa, hiyo ndio nataka tuteremke nayo. Hiyo kwanza mnafiki Anafanyaga. Mnafiki ni nani? Kwa maana wao wanaenda kusali hali wamesimama katika na katika pembe za njia. Wanaonekana na watu. Unaona? Mnafiki anafanya ile kitu ili aonekane. Ile ya kwenda kutakasa sala. Ni amesaidia mtu, lakini anasimama pale kupayuka ati Mungu umeona venye nimesaidia nani? Yaani anafanya mambo yake ndio aonekane na watu. Na Mungu hapendi hiyo. Na ndio hiyo andiko Matthew 6:6. Mungu anasema washapata ile walikuwa wanataka kuona washaona. Seven nasema. 7 hebu tusomee 7. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa. Maana wao hudhani ya kuwa watasifiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Kwa hivyo 7 imekubali kweli? Maombi ya kupayuka. Ya makelele. Isimekataliwa. Na bado kupayuka ni nini? Some Kizungu. Hebu usome Kizungu. Na unajua yeye ametoka shule juzi. Tuone kupayuka ni kufanya nini? Juu tunaona ni kama haikubaliwi kupayuka katika maombi. Ni kuomba 3 hours. Nasema when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Yani hiyo andiko ukiangalia Hiyo ni kurudia. kujirudia na kukaa muda mrefu pia Kwa maombi. Kwa maombi. Juu kuna maombi, ngoja kidogo Steve nitakupea tu nafasi. Maombi kama ukiambiwa ukuje uombeeshe hapa. Tuseme umepigisha watu magoti wakati wa samu pengine. Upigisha watu magoti dakika zinazidi hata 5 ama ziende hata 10. Wewe unaonaje hao watu wataamuka wengine wakiwa salama? Wengine wanashaamka wabidi kuketi. Si unaona wengine hata wataamuka katikati ya maombi kwa sababu wamheshimu Mungu wao. Hakuna piga magoti, piga hata kama unaona. Yesu anaambia mitume yake, "Mwezi mkaomba hata isali moja." Kwani alikuwa anawaambia hivi, "Mwezi mkaomba hata isali moja." Wakati ameenda kuomba kule bila kutoka kina Petro amelala. Sasa wacha nikwambie, unaona kama saa hizi kusema ukweli. Ati unasema ati ukipiga magoti ati utaamuka hapo. Mimi napeanaga mfano mzuri. Saa hii ukiambiwa uitwa pale State House na Ruto, nakwambia piga magoti hapa masaa 3 tutoke na bilioni 1. Hata huwezi sikia uchungu. Huwezi sikia uchungu. Lakini kwa Mungu sasa umepiga magoti hapo dakika 5 umeanza kuangalia yule mwenye anaombesha. Hata uconcentrate ile maombi anafanya nini? Na pengine anakuombea baada ya kuamsha magoti hapo unakutana na baraka zako. So lakini kuna ile Biblia hata inaweka wazi hapo maombi ya nini? Ya wanafiki. Unaona? Kuna yule mtu anaomba asikiki anafanya nini? Si unaona kuna watu hata wanakuwa na maneno mingi. Akiomba ana maneno mingi. Lakini kuna mtu hata akipanda ile kuna maombi mengine tulikuwa tunaomba. Unakuta katikati ya maombi unasema Baba naomba nchi yetu. Haya. Ninaomba. Unaona? Sasa hizo vitu hizo tunaambiwa tuziziweke. But kama utaomba kwa mpangilio hata uombe 1 hour, hiyo iko sawa. Lakini kwa wakati wa sermon pengine ukiwa peke yako ni sawa. Tunaongea kuhusu kuna maombi tutofautisha hapa. Kuna maombi ya mtu akiwa nyumbani, kuna maombi ya umati. Kwa umati kama kwa kanisa wakati wa sermon, hiyo ni maombi ya umati. Na in fact kuweka watu sana kwa hiyo maombi yale. Kuna mzee Orina. Kuna wengine unajua watu wamekuwa hawana nguvu miguu nini na uzee inasumbua watu hivi. Kwa hivyo badala ya kukasirisha watu kwa maombi. Badala ukasirisha watu baada ya maombi. Hakuna haja ya kukosa. 8 imejibu swali. Hebu soma 8. Hebu teremka na 8 tumefika 7. Zinasema hivi. Basi msifanane na hao. Maana Baba yenu anajua mnayo hitaji kabla ninyi hamjamuomba.
So 8 inasema maombi marefu. Before tuende kwa maombi, Mungu ashajua. Anajua tunataka nini. Ni ile tu una recognize. Unampea nafasi ya kumrecognize. Yeye ndio upeana Kwa hivyo kuna mfano mingi tumepewa kama anaitwa Hana wa Elikana. Huyo msichana tunaambiwa Biblia inasema aliomba mpaka akakosa sauti. Lips tu ilikuwa inatikika. Alikuwa ameomba dakika 5. Just situation tofauti. Ni situation. Tunaongea kuhusu hapa situation. Alafu Chifaji sema kitu unaona. Maliza hiyo point. Alikuwa na ni situation. Mimi naongea hapa kuhusu situation ndio msikosane na watu. Unajua kuna venye unaweza kuwa unaomba maombi marefu. Wewe ukiwa na Mungu wako akona ni sawa. Unaona wewe yeye akiwa na Mungu wake, anakuwa wazi. Hata yeye na Mungu. Lakini unataka kwa ile unaomba, unataka sisi sote tukue kwako. Hata mwanza na wewe uko sawa. Lakini sisi tunataka mwanza na wewe. Kuna nyota divert na ndio sasa nisi divert ama yule mwingine asi divert. Make it short. Unajua ninaongea kuhusu watu wengi kwanza. Umati. Kuna ya umati lazima Steve tutofautishe. Wacha ni kudefend basi. Kwa chenye unasema. Naomba tusome hapa roho ya unabii hichi kitabu gani? Prayer book. Wacha roho ya unabii isomwe prayer book. Kuna kitu inaitwa public prayer na private prayer. Na public prayer inaanzia kwa nyumba mkiwa na familia yako na ukiwa na kanisani. Juu hata mimi siwezi amsha mke wangu na watoto tumeenda tuombe twende tulale. Mke anataka atuange maombi wana 30 minutes ama 10. Hapana, hiyo nitashughulika, nitaanza shughuli zingine kwa nyumba. Nitasema amina nimwache akiendelea. Hata watoto watarudi wa lose focus. So tukiwa kwa private venye tuna public inakuwa sawa, lakini kwa private prayer jinsi brother Steve anasema iko sawa. Hata ukiomba hadi damu itoke venye Kristo atupea mfano. Yes. Omba lala hata kesha omba ukitaja yale mambo na si kurudia mambo pia, lakini uende kwa point. Hebu tusome hapa, alafu nisome page. Peana page 176.3. hata utaandika neno public prayer, a short prayer itakupeleka direct hapo. The Lord's Prayer exhibits beauty in simplicity. Simplicity itaki mambo mingi paka utaka utukuze mhudumu ufanye nini, hapana. Twende. Jesus taught his disciples that only that prayer which arises from unfeigned lips, prompted by the actual words of the soul, is genuine and will bring heaven's blessing to the petitioner. Yeah. He gave a brief, comprehensive prayer to his disciples. This prayer, for its beautiful simplicity, is without a parallel. It is a perfect prayer for public and private life. It is dignified and elevated, yet so simple that the child at its mother's knee can understand it. The children of God have repeated this prayer for centuries, and yet its luster has not dimmed. Nasikia maombi ya Kristo ukiomba ni madakika 3 tu, lakini maombi ya msingi na iko na point zote, lakini simple. Enda haraka umalize ndio tusichukue. Hiyo sasa ni private. Public ndio ndio. Ndio hiyo public, ya. Endelea. Like a gem of value, it continues to be loved and cherished. This prayer is a wonderful production. None will pray in vain if in their prayers are incorporated the principles contained therein. Our prayers in public should be short and express only the real wants of the soul, asking in simplicity and simple trust in faith for the very things we need. Unasikia direct mhubiri anataka kuomba hapa. Umempeleka mbele mhubiri. Alafu unaombea wasafiri wote kwa barabara utoke kwa maodi uende wapi na tunataka mhubiri. Ukisimama useme Mungu tumekuja mbele zako. Tunaomba umtumie mtumishi wako, tunapoenda tusikie sauti ya neno lako litokalo mbinguni. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Simbo, Mungu atakutumia. Ayasikia hapa nao kwa wale wa kelele asubuhi na mapema. Proverbs 27 verse 14. Ati unaamuka unapigia makelele jirani yako paka unaweka mpaka nini?
kuna makanisa mengine anataka 5 mjue yuko anatoka kuombea watu. Na kuna mwingine ni mgeni umetembelea mtu unataka ufuruge huko maombi asubuhi. Watu wamelala wanasikia tena kuna jamaa wamepiga hesabu zikikataana ziliingiana saa 10 asubuhi. Sasa anataka alale kidogo hadi saa 1 amuke. Wewe umeenda kumfuruga na maombi. Hata unaombea vitu ashajibiwa. Inasema mtu ambarikie mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema. Atahesabiwa kuwa ni laana kwake. Yaani wewe ni laana tu unatuletea. Hakuna faida. Wewe asubuhi na mapema kama unanibariki pole pole. Usiniombee paka nisikie unaniombea. Unaombea sasa kwa mfano mimi nimefurugana na mke wangu. Unatuombea paka venye tupate amani. Mtupate amani. Na mimi najua vituko yako na hiyo jamaa si ajiombee kwanza amani ya kwake. Hata yangu si kubwa. Sasa hatuhitaji hiyo. Tukiwa kwa public prayer sawa. Private prayer kama umekuja kwangu unataka kuomba, pigana naye, wewe piga magoti, nyenyekea kwa kona. Hata mimi nipituke tu kumbe ulikuwa unaomba. Sio uombe hadi nisikie unaomba. Yesu wakati alikuwa anaomba, wakati mnasikia damu ikitiririka, haikukuwa na watu. Alikuwa peke yake katika ule mlima wa Mizeituni. Kwa hivyo hiyo angekaa mpaka masaa gani haina shida. Na pia ilikuwa ni hali ya kufunga. Wanafunzi wenye walikuwa peke yao juu aim ya kuwapeleka mlimani ilikuwa ni ya maombi. Wangepokezana ile ya maombi ya vijiti juu hiyo ndio aim iliwapeleka. Lakini kwa normal days short prayer. Abu ongeza sana. Asante. Niongezea ya mwalimu na mchungaji. Kiomba tukiangalia katika kitabu kinaitwa Gospel Workers. Naongea about the public prayer. Page 175 inasema the prayers offered in public should be short and to the point. God does not require us to make the season of worship tedious by lengthening petitions. Christ did not enforce upon his disciples wholesome ceremonies and long prayers. Where some? Umesikia hiyo? Enda hapa. Where some ceremonies? Any vitu zinatosha. Ikakuja ikaendelea ikasema a few minutes is long enough for any ordinary public prayer. A few minutes is long enough. Like hiyo kidogo tu mrefu long enough for ordinary public petition. There may be intents where supplication is in special manner intended by the Spirit of God. So kwa hivyo kidogo tu in public. Kwa hivyo public prayer Mr. Steve, labda ukuwe na maoni tofauti. Mpaka laws za unabii zimeeleza zinafaa kuwa short. Juu ya malalamiko unaweza pata malalamiko mingi sana. Ukiambia watu wapige magoti, only 30 minutes in SDA. Public anatuombea hata sisi. So tunataka kuwa part of your prayer. So kuna yenye cut off, mzee Olina atakuwa amemka kitambo amekaa chini. Hata wengine watarusha, utaona watafanya hivi. Wengine watakuwa wanaangalia shughuli na haja. Unajua ukiwa kwa umati wa kanisa inafaa kila mtu aridhike. Ni wewe wanakungoja wanakusikiza. Inafaa kila mtu aridhike. Na njia ya kuridhisha kila mtu ni hiyo ya short prayer katika public. Ndio usikwaruzane na watu sana. Mimi naona ukiomba maombi marefu sana italeta shida. Labda ucomment kitu Steve. Uko sawa hapo. Okay, wacha niseme hivi. Unapoanza kuomba kuwa umejipanga chenye unaongea ni sawa. Lakini unajua ya kwamba ukiomba haujuagi kama umeongezeka. Haujuagi wewe unajipatanga tu. Kama umeongeza. Lakini ni sawa. Venye unasema unajua ukiwa unasikiliza watu unaweza funga haraka. Lakini ukiwa wewe unaomba Mungu huwezi jua kama una extend. Si ni kweli Steve? Hiyo umeongea kama enda kabisa. Amen. Lakini hiyo unasema unaweza ongeza yani muda yenye hauko unaongeza yani unapata Mungu anakuongoza kuomba more. Yes. Unaona? Anakuongoza tu kuomba because wacha nikwambie na hiyo inafanyika tu kwa kanisa la ICD. Kule nje ukienda kuna watu hawajui kujiombea.
So wakati unamuombea, na kama ukienda kule nje unasikia watu wanasema na mniombee, yaani hiyo kitu iko na mniombee, because kuna mtu kutamka maneno kwa kuomba ni ngumu sana. Kama mimi kuna wakati nasikiaga tu hivyo, nikikneel down hivi kuomba, yaani nasikia tu unaombea mambo mengi sana mingi, na unaomba muda mrefu. Kama sasa venye tunaomba hapo, ni ile hiyo protocol iko hapo. Unakuta unasikia tu kuombea mahitaji mingi kwa yenye iko kwa kanisa. Unaona? Pengine Mungu amekutunuku na hicho kipawa cha kufanya nini? Cha maombezi. Unaona? So kama Mungu amekupa hicho kipawa cha maombezi, unless yani ujaribu kabisa kujilimit, lakini unakutaka tu unakamata si mambo yako, unaombea tu. Na hata ukimaliza haujui kama umeomba kabisa, haujui. Ni watu watakwambia umeongezeka. Lakini ile kitu kidogo tu kuwe na tuweke na hiyo limit. Hata kama utajisikia utaenda sana juu, tuseme umeambia watu wapige magoti. Ukienda sana ukisema venye mnasema ati mambo imeongezeka bila kujua, utapata watu wamekasirika. Hiyo nasema ni ya ukweli. Hiyo nasema kupiga magoti, hiyo haufai kufikisha watu magoti sana. Because kuna mwingine pengine hata si magoti kwa shida, ni mgongo iko na shida. Sawa, ukifikisha magoti sana italete shida kwake. Itabidi muende mmuamshe. So hiyo iko sawa. Lakini sasa kuna maombi mengine kando na hiyo ya kupiga magoti, kama watu wamekaa chini mnaambiana acha tuombe. Pengine wewe kwako unatarajia ati nitaomba dakika moja kama dakika moja. Kiroshi unajua naomba hata dakika iishi. Iisha. Unaona? Sasa kuna mwenye sasa ukikaa, hebu imagine umekaa na Pastor Kiroshi miaka 5. Alafu mimi nikuje Sabato moja niombe dakika 10. Utaonekana watu wana. Unaona hivyo venye unatufundisha, hiyo mafundisho yenye unafundisha ni nzuri sana. Ukuage ukijua kuna mtu kama Nyaosi, Enda Nyaosi huwezi mpea dakika 20 ya hubiri hapa. Enda Kamaja huwezi mpea dakika 20 ya hubiri hapo. Nataka kwenda. Nataka wana. So niwaambie huyu nani? Maura ni dakika 3 amemaliza. Sasa ukikaa kwa kanisa ya Maura, alafu uende kwa kanisa ya Kamaja. Ninaomba juu sisi unajua tuweza sema wao, lakini huenda hata wao hawajasoma. Alafu kuna tofauti ya mwalimu na kuna sermon. Na jinsi tulisoma every Sabbath tukikuja, si kwamba ni sermon tu tunatarajia. Pia kama anja tuweza mpea, lakini akuje kwa njia ya fundisho. Nyaosi hivyo akuje kuhubiri, ni fundisho. Juu ni walimu. Nyaosi ukimwona venye ana present, huyo ni mwalimu kabisa. So walimu, unajua walimu ina maana mnachangia, mnaongea. Sio hata siku alihubiri na hatukulala. Tulikuwa macho na tulishika paka wa leo sermon yake tunakumbuka vizuri. Umeona? Lakini hiyo siku ilikuwa haikuwa mahubiri, hiyo ilikuwa ni teaching. Ilikuwa ni walimu. Lakini kwa maombi tuko pia na maombi ya unajua kwa hili kanisa tunaomba muda mrefu, maombi mingi sana. Hata matangazo inaombewa. Alafu pale wahubiri ndio mwende, kuna mhubiri atakuja aombe. Mkirudi mkae chini, kuna maombi ya kukaribisha vitu vingine. Alafu kuna pastoral prayer ambayo kwanza lazima ujue Sabato ni ya nini, unaombea hizo vitu hizo na unakuja pia kwa point. So alafu nilikuwa nasema mahali ukiona mtu anafanya maombi marefu kila wakati, ina maana huwa haombi sana. So ni kama opportunity amepata ya kufanya nini, ya present sasa maombi itoke. So ukitaka hiyo nini ishuke, kuwa na wakati mwingi wa kuomba, wakati uko privacy, juu hutarudia chenye ulikuwa ushaambia Mungu sana. So tukitaka kujitrain tupende kuomba. Alafu kuna paka tumepewa dakika zenye hazifai kupita. Naomba hapa isomwe tu haraka hapa. Ni roho ya unabii. Hiyo ni kitabu gani? Ni GW 171.2 Sabbath services. Sasa tunaongelea huduma kwa huduma za Sabato. Huduma gospel workers. 171.2. Hebu isome tusikie venye maombi ya wakati wa huduma. Sikia tu venye inasema. Sikia. Haya soma. Inasema the one appointed to conduct Sabbath services should study how to interest his hearers in the truths of the word,
Hebu kwanza ngoja wamalize. Wewe unaongea hamsikii. Wacha wamalize tu, wacha wape time juu kitu anaangalia ni ya maana alafu tusome. Haya, sawa. Ni kitabu mnaangalia. Hebu watajie. GW 171. Search GW space 172. Aya, sasa utaweza sasa. Nataka tusikize vizuri. Sikizani sasa vizuri. Inasema, the one appointed to conduct Sabbath services should study how to interest his hearers in the truths of the word. Umesikia hiyo? Lazima pia ujue nitafanyaje ndio hao watu ujumbe uweze kuwapata. Hiyo inafaa ustadi uelewe. Usikuje tu ati kuhubiri bora nimemaliza. Twende. He should not always give so long a discourse that there will be no opportunity for those present to confess Christ. Umesikia? Usilete paka tuchoke tukose time ya kumkujia Mungu. Not so long. The sermon should frequently be short. Mahubiri unaona 20 usikuje kutuhubiria tu wana iwe tu muda. Sermon, prayer ndio watu tutubu. Haihitaji muda mrefu. Mimi nashukuru sana hapa. Nyinyi hii kanisa letu sermon mko sawa. Hata siwa mimi akibinda toka hapa nimebarikiwa. Ni mfupi na anapambania point yake paka unatoka. Mimi sitoka siwa akibiri mimi natoka na point. Tuende. Inaendelea kusema so that the people may express their thanksgiving to God. Yes. Gratitude offerings glorify the name of the Lord. In every assembly of the saints, only angels listen to the praise offered to Jehovah in testimony, song and prayer. The prayer. Kumbe pia malaika wanakuwa hapo wanasikiliza. Wako. Ndio. Kwa hivyo tunakuwa wengi. Twende. The prayer and social meeting should be a season of special help and encouragement. All should feel it a privilege to take part. Let everyone who bears the name of Christ have something to say in the social meeting. The testimonies should be short and of a nature to help others. Nothing will so completely kill the spirit of devotion as for one person to take up 20 or 30 minutes in a long testimony. This means death to the spirituality of the meeting. Unaona ukihubiri tu ukiona mhubiri anahubiri muda mrefu kupita 30 ati inamuonesha ni kifo cha kiroho. Sijika Bosco ndio unapata ni kifo cha kiroho. So alafu hapo hata nimesoma hii ya sermon, ukienda hapo ndaangalia ndachangia mwisho kidogo. Usikie prayer anakuambia 2 to 3 minutes is enough. Na sermon yenye inaenda over 30 inaonyesha ni death in spiritual, yani wewe hali ya kiroho mmeku. Sio ni Ellen G. White ameandika. Sisi ni Ellen G. White tunasoma. Sasa endelea niangalie wengine ni vizuri. So kulingana na vitabu zetu ni kujifunza, tunajifunza wote. Tukifuata vitabu za roho za unabii zinakataa maombi marefu. Nimesema ikienda sana ikuwe pekine 10 minutes, inasema kitu short maombi. Na sermon pia unaona imeambiwa pale ikuwe kama 30 minutes, isipite hapo. Unasikia hata ukipitisha hapo inasemekana hata unakufa kiroho. Juu kuna maneno yako mengi pengine utaongeza pale yenye hata labda roho wa Mungu hajakupea. Juu ile kitu muhimu kwa sermon ama maombi ni points. Chukua points. Na kwa maombi huwezi wasilisha hata vitu zote. Chukua tu zile vitu points zina kusumbua. Hiyo kidogo vitu 2-3. Si vitu zote hata mpaka unaombea kuanzia ng'ombe yako kuku zikuje hivi. So inatakikana tuende kwa point hata kama ni kwa maombi. So umepata upande gani sasa? Upande gani? Kwa maombi. Wapi? Naongea kwa maombi. Maombi ukiwa wapi? Ukiwa nyumbani. Ya public, hata ya public tunasema chukua 2 point. Ombea tu wagonjwa. Lakini akiwa home. Ombea kanisa. Akiwa pange list yake. Kuna yeye ya kwa mgonjwa. Hakuna mwenye anahitaji ana listen
amsikie yeye na Mungu wake. So atakienda 2 hours. Venye Yesu anauliza wale jamaa, mwezi kesha iko sawa kwa sababu yeye na Mungu wake. Hakuna mwingine audience. Nyumbani maombi si ndio njia ya kuongea na Mungu. Yes. Hebu imagine umekaa kwa nyumba na mimi mmoja tu ana experience na vitu kama ama ana demonstrate vitu zingine kama hizo. You see in your house. Alafu wewe unaona Mungu wako pale. Unaona? Mnaanza kuongea na yeye. Hawezi mimi siwezi ongea na Mungu wangu hata nikiwa kwa nyumbani ongea naye dakika 5. Even 2 hours naweza ongea na yeye. Unaona? Unaona kuna private ukiwa peke yako kabisa. Hiyo ni sawa, hiyo tunasema kesha. Lakini mkiwa na watoto mpaka hapa wanataka kuenda shule, maombi asubuhi mkiwa pamoja, ukiwasilisha mambo mengi si hata watachelewa jameni. Kuna ngoli yangu. Lakini ukiwa peke yako venye nasema, peke yako hata ukitaka kukesha, haina shida. Kuna ngoli yangu kwake home, aliweka sheria. Ukimaliza elder ndasoma hapo pale. So kwake saidi vijana wamekuwa wakubwa. Wakati walikuwa wadogo hata sisi sasa ikipata kwake. Chakula inaletwa kwa meza. Alafu ana point moja au mbili. Kwanza kunaanza na uimbwe, chakula iko kwa meza. Uimbwe, kutoe sermon. Yeye mama mzee expound. Ndio kukulwe. Hiyo si good. Saa hii. Sio ndio walikuwa wakubwa. Chakula inaenda kwa meza. Au akiendelea vijana wanakula. Sasa hii mkimaliza. So ndio haitoka impact. Kwa sababu ilikuwa wao wanasema ilikuwa tiresome. Hata walikuwa nafikiri sasa hivi wanasema hata wale ile kule kwa jirani iende ni kilalani kwa sababu kwetu ni shida. So kuna saa yenye unaona ukifanya mimi na Mungu wangu hata the whole night. Hakuna kitu cha kudistract kwa sababu ni wewe na Mungu. Lakini ile naomba na niko na huyu na niko na huyu venye hawa wanajirepresent kwa Mungu siwezi nikajua. So ndio wasiniwache peke yangu maombi yangu ikose kufika. Mi naunga Steve point yake kwa vizuri sana. Paka roho nabii anatuambia mioyo yetu ikue kama ya Enoko. Maana alitembea moyo wake ukiwa umeconnect na mbingu. Yaani huyo jamaa alikuwa anapumua maombi, anatembea maombi kila sana dakika alikuwa nao. So hii point ya Steve ni nzuri kabisa, umepata wakati hata jiulize Mungu. Mungu anakusikiza. Omba kabisa kwa nyumba, tafuta muda, hata achana na mke wako na watoto wako, tafuta mahali, omba, ambia Mungu mahitaji yote. Mungu hata kulimit na time. Wewe umetaka kukaa na yeye peke yako. Lakini public prayer, hebu sikia hapa inasema hivi. Ni kitabu CCH 292.2. Aya. Inasema hivi, public prayer should not be long. Christ impressed upon his disciple the idea that their prayer should be short, expressing just what they want, and no more. He gives the length and substance of their prayer, experiencing their desire for temporary and spiritual blessing, and their gratitude for the same. How comprehensive this simple prayer, it covers the actual need of all. 1 or 2 minutes is long enough for any ordinary prayer. Sijui kama unapata dakika moja ama 2, hiyo ni nyingi ya kutosha, ufai kupitisha hapo kwa maombi. There may be instant where prayer is in special manner made in the spiritual. Sijui kama mnashika hapo, hebu soma kutoka hapa. There may be, teremka hapa chini kidogo. Sasa kama example kama sasa hivi tunasema kama ile video tuliona wa CRVC. Ambie Steve aombe. Aombe dakika 4. Ni tuko na vita mbele. So kila mtu anakuwa katika line kwa ile inaombewa. Special inaingilia. Kuna special cases yenye hata hautafika sababu unaona kama kuna siku tulienda kwaya. Alafu kwaya master. Nyumba yake ikachomeka. Na mzee unajua mzee alikataa asiende kwa nini? Kwa kwaya hiyo siku. Tukaenda hii competition hizi za my extravaganza. Nyumba ya nyasi ikachomeka na ikachoma mtoto kapaka kisiki. So tukirudi watu waliomba kutoka saa 12 mpaka saa 6. Kila mtu anaomba analia. Usikii kuchoka kwa sababu unashindwa. Aje kwani tulienda biashara ya shetani. So kuna saa kabisa wewe mwenyewe unafeel kabisa
hii haiwezi, si hata usingizi hakuna kabisa. Si unaona asubuhi tuliombewa hapa. Unajua mara ya kwanza kwa historia mwai changa pesa nyingi. Mbele ya mjaifanya contribution mara moja hata ikiwa na hizo ahadi ikafika huko. Unajua hivyo? Mara ya kwanza. So maombi inafanya nini? Inasikiwa. Haya, everybody. So wakati wa special prayer unless kuna special ndio inasema. Hebu malizia hapo. Wacha amalizie tu halafu. Inasema there may be instances where prayer is in a special manner indicated by the Spirit of God, where supplication is made in the Spirit. The yearning soul becomes agonized and groans after God. The Spirit wrestles as did Jacob and will not be at rest without special manifestations of the power of God. This is as God would have it. Hiyo Liseth alikuwa anasema yeye ajui kuwa amepita. Anajikuta ameenda. So hata hiyo unakubalika kabisa. Because ni special. Inaombewa inafaa hiyo kipewe time. Sasa niwasomea hapo. Haya. Soma hapo. Kaenda akisoma. What is the essence of prayer? Yaani mwito wa prayer. Prayer wakati tunaomba hatupelekee Mungu kwenye hajui. Anajua. Wakati tunaenda kwa maombi, ni tunamkaribisha tu Mungu akuwe part of the problem yenye tuko nayo na atupe solution. Ashajua tayari. Anajua na ndio tunasikia maana tunasema kuna yenye hatujaomba Mungu utatufanyia. Juu ni mengi. Na tunaomba malaika wako hapa kutusaidia kuomba. Inasemekana hata hatujui kuomba vizuri. Ni kama inapangwa alafu ndio inapelekwa. So kuna venye inashikwa kwanza na malaika, anaipanga alafu anaiwasilisha. Ikiwa sasa wacha nisome sasa. Kitu sawa. Mufarisayo stood. Ati Mufarisayo stood. Wacha nisome basi venye iko. The Pharisees stood. Leo tutamaliza. Wacha basi nisome vizuri. The Pharisees stood apart by himself and prayed. I thank you, Lord, that I thank you, God, that I'm not guilty, dishonest, or arbitrary, like everybody else. I thank you that I'm not like that tax collector over there. I fast 2 times a week, and I give you the 10th of all my income. Sasa huyo ni mtu na anajiombea akiwa kanisani na ni private prayers. Ni mtu amesimama mahali na anakuja mpaka hapa mbele. So naye huyu mwingine naye anasema akasimama akaomba akiwa tu bali huko hata hakukaribia mbele. Ati stood at a distance and would not even raise his face to heaven, but beat on his breast, and said, God, have mercy, have pity on me, a sinner. Sasa ukompare hizi maombi mbili. Huyu jamaa na imejipiga kifua huyu. Huyu anasema mimi si kama yule muokotaji pesa, ushuru, hata kwa wale hawana anaokota. Na mimi hufanya kila kitu na ninajifunga mara 2 kwa wiki. Ninakutolea 10. Yaani ya zile vitu za kiza. Hiyo ni unafiki. Na mimi si kama yule. Naye yule akasimama akasema, "Kai, mimi joy demo hii. Ninajua venye ninahitaji neema yako." Sasa ukompare hizi maombi. Ni pili lakini ni watu wawili wako kanisani. Kuna moja ya kujigamba, mimi naweza sema ya huyu wa kwanza. Na inawezekana ni hivyo alikuwa anafanya.
Inawezekana yeye alikuwa anajifunga. Sasa wanafiki wenye tume katika Mathayo hiyo 6:7 hiyo inasema wanafiki wanaomba wakiwa jiani na kujionyesha. Sasa ni kama huyu. Ni sure. Nafikiria mafarisayo wengi walikuwa wanafiki sana. Walikuwa wanatumia hiyo njia ya kutaka kujionyesha. Lakini Mungu hapendi hiyo. Hata anasema ingia chumba chako cha ndani. Tena ufunge hiyo. Tena funga kwanza. Na Mungu aliye sirini atakujaza. Na usipige kelele, omba kimoyo huko. Na ukitoka Mungu amesikia. Juu Mungu hayuko ate hapa ate bali. Hata ako sisi tunasemaga ako ndani yetu. Nikiomba kimoyo si ananisikia. Kwa hivyo hiyo kuchauti ni kumaanisha ni kama ako kule unamchautia ndio asikie. Na kama ako biguni kwenye tunasemaga unaweza fikisha sauti. Unaweza weka speaker muziki ikiwa inaangalia unaweke booster. So iko hivi. Si kwa maana ati kwa sababu uko na shida mingi Mungu hajui. Anajua kila kitu. Na ukiwa unaomba hata kwa siri. Yaani kwa nini Mungu anakuambia uombe kienda ndani ya nyumba yako na ufunge? Na uko ndani. Okay, anakwambia omba pahali popote venye uko. Hata ukiwa umekaa hivi na nikuwe ninakuangalia na ninasikiza venye ninaweza kuomba na haujui. Kwa hivyo Mungu hataki kuonyeshane ishara ya kwamba hata mwenye anafanya fasting anaambiwa ya kwamba kama unafanya fasting weka mafuta hivi na ujipake, usionekane kama mnajifunga. Na kama unataka sana kuonyesha ikiwa nzuri zaidi, toa kitu uko nacho pea mwingine mwenye hana. Hiyo hata inaweza kubali. Ni njia ya kufunga pia. Sababu umetoa chenye ungekula umepea mwingine. Hebu tusikie roho ya nabii hapa. Naona kuna kitu hapa kwa roho ya nabii. Kitabu gani waambie ndio. Kuna point tunataka kuchangia hapa. Inatoka CCH 293.1 inasema Jesus was often found in prayer. He resorted to the lonely groves or to the mountains to make his request known to his Father. Sasa hii ya Yesu ilikuwa ni private. When the business and cares of the day were ended and the weary were seeking rest, Jesus devoted the time to prayer. We would not discourage prayer, for there is far too little praying and watching thereunto. And there is still less praying with the Spirit and the understanding also. Fervent and effectual prayer is always in place and will never weary. Such prayer interests and refreshes all who have a love for devotion. Sasa hapa kuna secret prayer ambayo inasema secret prayer is neglected. Yaani ni kama imepuuziwa. And this is why many offer such long, tedious, backslidden prayers when they assemble to worship God. Yaani tunakuwa unakuta ule wakati wa private prayer yako ama secret prayer ukiwa peke yako haupati huo muda. Yaani hauombi venye unapaswa. Sasa wakati umepata opportunity venye Elda alikuwa amesema, ndio sasa unaanza kuzitoa zote mpaka za last week venye ungetoa hiyo siku haukutoa. Unaelewa? Lakini wakati tumekaa ndani ya secret prayer ama private prayer muda mrefu, so unaona ukiwa na mahitaji yako venye Steve alikuwa anasema unaweza kaa hata 1 hour 2 hours. So hata wakati utakuja kupata public prayer au utakuwa na mengi ya kusimulia kwa sababu umekuwa in secret prayer now and then. Alafu kuna secret prayer zingine watu nimeshaisikia watu wakisema alienda kuomba akiwa hata kwa kitanda anajipata amelala. Unastuka usiku. Haya, sijasema hata amen. Hiyo inaitwa daily routine. Ni maombi tu yeye anaomba tu juu watu wakilala wadaombanga. Unajua secret prayers is that direct connection, yani ile direct connection from your heart. Yani yani you are uplifting, yani umekuwa tu direct connection na Mungu. Yani mwenyewe tu na see this is the connection. Hiyo huwezi lala. Ni kama talk mko nayo. Mko na mazungumzo. Ndio anakuambia ana Mungu amekaa karibu na yeye wanapiga story kwa. Hawezi lala. Umaijua baadhi ya maombi 10 kuna ukiangalia venye mambo kuna ombi fulani unajuanga hiyo ulisikia ni kama ka bluetooth kame connect.
unaomba unasikia link ilikuwa lakini kuna ingine unaomba lakini unaona hata kama niliomba hii lazima hajasikia. Unasikia tu urudie. Kitu ingine Kagiri, mtu anapoomba unaweza kumbuka wakati mwalimu alikuwa anatusomesha ya kwamba wakati waligundua jina la Mungu ni jina gani, walikuwa wanaandika watu mpaka mtu huyo anaenda kujiosha. Ni heshima, unafaa kupea Mungu heshima. Unaongea na nani? Je, nikienda kuomba baba yangu uniform ya shule ama kalamu ya shule, nikiwa ninaenda nikilala ama nikiwa kunywa maji hapo kama ni kucheza cheza, atasikia ama ataweka mkazo? Unafaa ujue Mungu anapewa heshima. Ukikosa kumpea Mungu heshima, by the way, ukizoea hiyo ya kuomba kama unalala, hiyo ni baya. Hiyo ni baya. Na ndio maana yote afadhali ukae kuomba. Unaambia toka kwa kitanda, ombea Mungu mahali unataka, mahali mzuri safe. Ndio ujue uko mahali wapi. Alafu ndio ukimaliza uende urudi kwa kitanda yako. Na ndio mwenye amebarikiwa, sisi tuko hapa. Tukibarikiwa na Mungu juu hata tubariki. Tuweze kujenga makwetu. Mimi naona ni mzuri ukuwe na kalumu kama hata kadogo mahali kama ombe. Ni utaweza kumfanya hapo. Kwa nyumba. Mungu atatubariki. Tukijenga plani ikuwe hivyo, tutakuwa tunakuita utujengee. Na mimi nitajenga kalumu ya maombi inafaa kukua. Kaza kusikue na vitu mambo mingi hapo, labda vitabu tu. Ni mahali unaenda unaongea communicate na Mungu na pengine kusoma vitabu za Biblia, roho za unabii hivyo. Alafu na kalumu tu ya maombi. Kuna kitu ningependa nikuongezee kidogo. Bosco, utanisomea hapa juu unasoma na sauti kubwa vizuri nasikia. Simu ichukue poa. Hapa kuna watu wanasema unajua maombi kwa Biblia. Maombi Biblia imesema ya imani. Lakini kuna wengine wameleta topic ya kusema maombi ni ya magoti. Lakini Biblia inasema maombi ya imani. Lakini tukianza kusema ati position magoti, kusimama sijui nini ati ndio vigezo ya kuomba, tutakuwa tumetoka kwa point. Hebu nisomee hapo pia tuchangie kuhusu maombi. Kitabu ni Select Message book 3, topic ni appropriate in prayer. Na kwa book 2 kuna topic inaitwa attitude in prayer ambayo ilichukua sehemu kuhusu maombi, ile ni akikemea wale wa kusimama tu. Ndio unaona kuna wakati mzuri wa kupiga magoti, mkiomba huko watu wako sawa na wapigi. Lakini kuna mtu anasoma hiyo peke yake na anasema unapata hata ameenda mkutano anapiga magoti kwa maji. Ati ndio Mungu asikie. Hebu soma inaitwa 3SM. Selected message. Soma hapo book 3. Steve amenikumbusha mtu mwingine kijana yetu alikuwa 3SM. Sasa fungua huyo amalize kucheka analeta shida. Steve nayo wache kukumbusha huyo. Simungeacha tu amalize acheke hizo. Ati kijana amesema nini? Hao watu wamepiga magoti sana. Unaumia magoti wacha dai huleka tinguru. Soma mwisho. Nimalizie hii kuona ndio best said best. Budu some sasa. The propriety usome heading of usome heading kwanza ndio chapter 30 of 3SM. The propriety of varying postures in prayer. Need not always kneel. Sijui kama nasikia need not always to kneel. Si lazima magoti. Si kila wakati ati tukiomba tupige magoti. Sio ni kitabu ile ni G-White. Sasa kuna wajamaa ndio wanawapiga saa zingine wakutana ile G-White ni miereka. Juu anambisha huku anakubali hii nyingine wanapinga. Sasa ile watasoma huku wakutane na hii saa ni miereka. Ndio. We must pray constantly with a humble mind. Yes. And a meek and lowly spirit. We need not wait for an opportunity to kneel before God. We can pray and talk with the Lord wherever we may be. Hii imeandikwa na one of Ellen's White secretaries from 1902.
reported. I have been present repeatedly at camp meetings and then on conference sessions in which Sister White herself has offered prayer with the congregation standing. Huyo Ellen G. White ameongoza maombi. Na wamesimama And herself standing. Hata yeye mwenyewe amefanya nini? Kuna jamaa alisema ati ukisimama nikaa kusimama mbele ya Mungu kana kwamba Mungu anatoshea kwa hiyo sofa set. Sasa ukienda kusimama unamwangalia kwa kichwa. Hadi sasa kutafsiri Mungu mwanadamu. Mungu ako ndani yetu na sisi tuko ndani yake. Na ako mbinguni. Ana sisi hakuna saa utasimama mbele ya Mungu tuende. No place for prayer at any time. Watende kwa hii ya kubao. Inasema the Spirit of the Lord rested upon me and was revealed in the words that were given me to speak. I asked those present who felt the urgency of the Spirit of God and who are willing to pledge themselves to live the truth and teach the truth to others and work for themselves to make it manifest by rising to their feet. I was surprised to see the whole congregation rise. I then asked all to kneel down. And I sent up my petition to heaven for that people. I was deeply blessed by this experience. Hapa ni Saida alienda akaitisha maombi, alipoitisha mkutano wote wakafanya nini? Wakasimama. Lakini akaona kulingana na hii basi pigeni magoti. Akao endelea ndugu yangu. Ellen White, an audience standing for consecration prayer, who now I ask will make a determined effort to obtain the higher education. Those who will make it manifest by rising to your feet. Here is the whole congregation. May God help you to keep your pledge. Let us pray. Heavenly Father, Ellen White, an audience standing for consecration prayer. Even Bayama, I come to thee at this time just as I am, poor, weak, unworthy, and I ask thee to impress the hearts of these people gathered here today. I have spoken to them thy word, but oh Lord, thou alone can make the word affect. So tunaona maombi si lazima ati ukue kwa position fulani. Kuna ya kusimama. Mali ameomba watu wamekaa. Hapo ukiendelea tu kwa hiyo nini? Hata ya kuketi chini. Hapo tu zimefuatana, ameomba wakiwa wamesimama, wakiwa wameketi na wakiwa wamepiga magoti. Always necessary to bow. Yes. It is not always necessary to bow upon your knees in order to pray. Cultivate the habit of talking with the Savior when you are alone, when you are walking, and when you are busy with your daily labor. Kwa hivyo unaweza omba hata ukiendesha ukitembea au chochote tu. Hata ayama kwa pikipiki. Kabisa. Kwa maombi. Kabisa. Omba unakubalika kabisa. So unajua kuna mwingine ati hiyo mimi naelewa nakubali maombi. Lakini hapa hii ya kusema ukifanya kazi tunaona pia yenye ameomba kanisani wakati wafanyi kazi wakiwa wamesimama, si hivyo? Tumesoma pale yeye akaitisha mkutano, si ilikuwa ni mambo ya maombi lakini wakasimama. Sasa Muislamu utamwambia Muislamu aombe akiendanga kwa hiyo ni tofauti. Ile Mungu wako side moja utakuwa. Sasa ile madam ile kama ile Yesu angejibu ile mama vile. Sisi tulikuwa tunaabudu kama Waislamu. Waislamu kwao ni watafute kwenye stiko. Labda anunue ile kitu. Yule mama pia yule mwanamke alikuwa anambia Yesu, sisi tunaabudu tukiangalia watu. Ninyi mnasema lazima muende wapi? Yerusalemu. Yesu anamwambia saa imefika na saa iko inakuja na imefika. Wenye watu wataabudu Mungu wa kweli, watamwabudu kwa roho na kweli, si lazima uende. Kibra hiyo ni si lazima uende sehemu fulani ama uangalie. Na hata soma misikiti, habari ya misikiti kuna mingi walikosea direction. Wao wanasujudu wanaangalia kwingine. So kama ni kibra walipotea. Enda usearch kwa utaonyeshwa misikiti mingi kubwa kubwa walimess. Hata ikile ilijengwa pale mlimani, unaona kama haijaangalia Meka vizuri. Wapati hawakuelewa. Ukienda uione, sijui imeangalia huku. Huku ndio Meka huku. Na ingine inaangalia huku. Sasa so maombi unaweza omba ukiwa umesimama, ukiwa umeketi, ukiwa kwa safari zako,
unaweza omba hali yoyote. Bora ni moyo wako uwe connected Kabisa. na baba yetu. Hivyo ndio nimeona. Kuna mmoja ambaye alikuwa amefanya uovu sana, anaitwa Manase. Akipata nafasi kubwa ya kuomba ya kwamba Mungu amemkosea Mungu, lakini hakupata nafasi hiyo, akiwa tu anavurugwa chini hajakufa, akaomba tu akiwa hiyo hali, na Mungu alimsikia na akamsamehe. So mimi naona tumeenda vizuri hapo, na ninafikiria kila mmoja amepata kitu. So mimi nitafikisha hapo. Nafikiria hata nimepita. Uko sawa? Lakini iko sawa. Tutafundisha wawili tu. Hiyo topic iko sawa. Iko sawa. So naomba tuweze kuomba ili tuweze kumaliza na kukaribisha mwingine. Amen. Tuamini na tuombe. Asante Baba yetu, tumeangalia kuhusu maombi na Roho wako Mtakatifu kufundisha jinsi ya kuomba ama kudiru na hali ya maombi, na tumeweza kuelewa, na katika Kristo Yesu tumeamini na hata kuomba. Amen.